Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro awataka viongozi wakuu wa wilaya na wakurugenzi wa wilaya za mkoa huo kusimamia vyema utekelezaji wa mpango jumuishi wa taifa wa malezi ya mtoto. Na klabu ya Simba yaanza vyema msimu wa ligi kuu soka Tanzania bara 25-26 kwa kupata ushindi wa goli 3-0 dhidi ya timu ya Fountain Gate. Mtazamaji, ni Ijumaa ya Septemba 26 mwaka 2025. Karibu sana katika asubuhi njema. Mimi naitwa Emily Lazarus na mwanzo kabisa tunaanza na habari ya asubuhi njema. Karibu. Jumla ya askari 15,000 wamepata seti ya mtungi na gesi ikiwa ni utekelezaji wa matakwa ya mkataba kati ya REA na Jeshi la Magereza katika kuunga mkono mpango wa serikali wa kuhamasisha matumizi ya nishati safi. Ni katika kikao cha wadau chenye lengo la kufanya tathmini ya mpango jumuishi wa taifa wa PJT-MAM pamoja na mapitio ya mkataba wa lishe kwa mkoa wa Kigoma. Balozi Simon Siro akiwa katika kikao hicho amesema afya ni jambo muhimu katika ukuaji wa mtoto, hivyo ni lazima kuwekeza katika sekta hiyo ili kukabiliana na tatizo la udumavu kwa watoto. Performance ya watoto wetu itategemea na sisi tunawalipa lishe kiasi gani. Na ulimwengu wa sasa hivi ni ulimwengu wa ushindani. Na hata swala la kusoma sasa hivi ni ushindani. Na tunapoandaa watoto wetu sio waajiriwe Tanzania, tunaandaa watoto wetu waajiriwe nje. Sasa mtoto akikuwa na makuzi ambayo ni udumavu, naamini mwisho wa siku hawezi kuprogress vizuri. Akizungumzia swala la lishe, afisa lishe mkoa wa Kigoma James Ngaraba anasema mkoa umepiga hatua katika mapambano dhidi ya udumavu kwa watoto, ikiwemo kuboresha upatikanaji wa lishe bora. Tumeenda kuweka mikakati mbalimbali ya kuhakikisha kwamba tunapambana na tatizo kubwa la udumavu, upungufu wa madini kwa akina mama wajawazito pamoja na watoto wadogo, na kuhakikisha kwamba wanafunzi wote wako shuleni wanakula chakula. Tumeshaanza kupeleka mashine za kuongeza virutubishi kwenye ngazi ya halmashauri na tunanunua vile virutubishi kuhakikisha kwamba shule zote sasa na jamii itakuwa inaweza kusaga moja kwa moja pale kwenye zile mashine na kuongezea virutubishi. Afisa ustawi wa jamii mkoa wa Kigoma Petro Mbwanji anasema swala la lishe ni muhimu na linaanzia kwa mama mjamzito kuzingatia makundi sahihi ya lishe bora kwa afya yake na mtoto. Lakini akiwa tayari ana kile kiumbe bado anatakiwa aendelee kuzingatia masuala ya lishe, na akijifungua bado anatakiwa aendelee kuzingatia masuala ya lishe kwa maana ya mchanganyiko wa chakula kulingana na taratibu zile ambazo za lishe. Na hii itamwezesha mtoto ubongo wake kukamilika kwa ukamilifu. Akikosa hivi vyakula vinakuja kumuathiri, mwisho wa siku unakuja kukuta watoto wamezaliwa wakiwa wana changamoto za akili. Wengine unakuta wamezaliwa hawezi hajitambui kwa sababu tu kwenye lishe kuna baadhi ya vitu vilikosekana, kwa hata ubongo wake ukamilifu wake unakuwa haupo vizuri. Mpango wa PJT-MAM unatekelezwa kwa kipindi cha miaka 5 na unalenga kutatua changamoto ya ukuaji wa mtoto katika maeneo 5 ikiwemo afya, lishe, elimu ya awali, ulinzi na usalama pamoja na malezi yenye mwitikio. Mwajabu Hoza, Channel 10, Kigoma. Na mtazamaji, ni taarifa yake mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro ambayo ilikuwa ambapo ameelekeza wakuu wa wilaya na wakurugenzi wa halmashauri za mkoa wa Kigoma kuhakikisha wanasimamia vyema mpango jumuishi wa taifa wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto pamoja na mkataba wa lishe ili kuhakikisha mtoto anakuwa vyema kimwili, kihisia na kiakili. Ni taarifa ambayo ametoka kuiripoti mwandishi wetu Mwajabu Hoza kutoka kule Kigoma. Naam, tuangazie taarifa nyingine. Tunaelezwa jumla ya askari 15,000 wamepata seti ya mtungi na gesi ikiwa ni utekelezaji wa matakwa ya mkataba kati ya REA na Jeshi la Magereza katika kuunga mkono mpango wa serikali wa kuhamasisha matumizi ya nishati safi. Ni hafla ya ugawaji wa majiko ya gesi na mitungi ya gesi kwa askari ikiwa ni utekelezaji wa mkataba ambao wakala wa nishati vijijini REA iliingia na Jeshi la Magereza nchini wenye vipengele 7 kikiwemo cha kuwapatia watumishi wa Jeshi la Magereza majiko na mitungi ya gesi. Kipengele cha 3 ni usambazaji wa mitungi ya gesi 15,126 ya kilo 15 na majiko ya gesi ya sahani 2 kwa watumishi wote wa magereza. Na katika hafla hii ndiyo ambapo kipengele hiki cha huu mkataba tumekuja kuzindua ili kuhakikisha kabisa kwamba watumishi wote wa magereza, tukiamanisha kwamba ni askari pamoja na maafisa. Akizindua ugawaji huo wa majiko na mitungi ya gesi, mkurugenzi wa bodi ya nishati vijijini Mhandisi Ahmed Chinemba anasema REA inatekeleza mkakati wa kuondosha matumizi ya kuni na mkaa ambayo yamekuwa na athari kubwa. Lakini kupitia utekelezaji wa mradi kama ilivyoelezwa, magereza zote Tanzania bara zitajengewa miundombinu
ya kupikia kwa kutumia nishati safi. Na kwa maono hayo kwa kutumia jeshi la magereza tutatekeleza ile agizo la Mheshimiwa Rais na kufikia 80% wa Tanzania wote. Unapopata hilo jiko, wewe ndio mtu wa kwanza kutoa salamu na ujumbe kwa wanao kuzunguka ili elimu iongezeke. Kuna msemo mmoja anasema ukipika ugali wa kuni ni tofauti na ugali wa mkaa. Yaani ugali wa kuni ni mtamu zaidi. Na ugali wa mkaa ni mtamu zaidi kuliko gesi. Au ni maneno tu. Tumieni gesi. Nafikiri mmepigilia msumari mwaki. Tunaahidi kuitumia vizuri, tutakuwa ni wawakilishi wazuri. Kutoka Tabora, Pendo Salu, Channel 10. Wakazi wa kijiji cha Chungu wilaya na Nyumbu mkoani Mtwara ambao wana migodi mitatu ya madini ya dhahabu wameweka mipango ya matumizi bora ya ardhi yao ili kujiandaa na fursa za uwekezaji na kuondoa migogoro ya ardhi inayoweza kujitokeza kutokana na fursa hizo. Wakizungumza katika mkutano wa hadhara wa kijiji hicho ambao umeitishwa kwa lengo la kupitisha mpango wa matumizi bora ya ardhi ulioratibiwa na Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi, wakazi wa kijiji cha Chungu wameeleza kuwa kwa sasa wameanza kuchimba madini ya dhahabu ndani ya kijiji chao na kwamba ili kuondoa migogoro ya ardhi wameamua kupanga na kutumia kwa usahihi ardhi yao. Tuna migodi siyopungua mitatu kwenye kijiji chetu na tayari ishaanza kuchimbwa, mmoja tu ndo bado haujachimbwa. Huo ndio kweli kuhusu dhahabu. Dhahabu tunaye, tuna madini pia ya mchanga ambayo yanachimbwa. Dhahabu huko ipo ya kutosha. Maana inawezekana tukapata watafiti mbalimbali wakaja wakaangalia, wakatafiti kama utakuta kuna dhahabu basi kutakuwa na maeneo ya migodi. Kulikuwa na changamoto ya Chungu na Lukwika, ugomvi ambao ulikuwa miaka mingi kwamba ilikuwa inawezekana usiishe kabisa, lakini kutokana na zoezi hili kuja kijini kwetu tumefanikiwa mgogoro kumaliza. Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi Bora ya Ardhi imewezesha vijiji 10 vya wilaya na Nyumbu vilivyopo mpakani kupanga na kutumia kwa usahihi ardhi yao ili kuchochea kasi ya maendeleo na kuondoa migogoro ya ardhi. Takriban wiki mbili sasa tuko wilayani na Nyumbu ambako tunaandaa zoezi la mipango ya matumizi ya ardhi katika vijiji 10. Na lengo kuu la vijiji hivi ni vijiji ambavyo ni vya mpakani. Kwa hiyo wito wangu sasa ni wale wananchi ambao mipango imeshapita basi wakaisimamie vizuri ili waweze kupata faida halisi inayotarajiwa kutokana na uwepo wa mpango wa matumizi ya ardhi. Lengo la kuandaa mpango wa matumizi ya ardhi ni kuwaandaa wananchi ili kuondoa hiyo migogoro, lakini vile vile kuwaandaa wananchi kutumia fursa ambazo zinaweza zikapatikana kwa kukua mpakani mwa nchi. Kutoka na Nyumbu mkoani Mtwara, Domarima, Channel. Na mtazamaji, tunaelezwa kwamba kutokana na mabadiliko ya ongezeko la ujenzi na umiliki wa makazi, serikali imeanza zoezi la uhakiki wa taarifa za anwani za makazi jijini Mbeya ili kuendana na mabadiliko hayo na kuondoa kasoro zilizojitokeza awali, ikiwemo baadhi ya nyumba na mitaa kurukwa kutokana na haraka ya waajiriwa waliokuwa wakikusanya taarifa. Ya wananchi 481 jijini Mbeya wanatarajiwa kufikiwa na uhakiki wa taarifa za makazi, ambapo imedaiwa kuwa uhakiki wa taarifa hizo utasaidia wananchi kupata huduma kwa haraka kupitia mfumo wa anwani za makazi, huku mkuu wa wilaya ya Mbeya Solomon Tunda akizungumza na watendaji wa kata, mitaa pamoja na wenyeviti wa mitaa amewataka kutoa elimu kwa wananchi ili kufanikisha zoezi hilo kwa lengo la kuimarisha masuala ya utambuzi na uhuishaji wa taarifa. Mabadiliko hayo pamoja na nyumba mpya kujengwa, watu kuongezeka na wengine kuhama kutoka eneo moja kwenda lingine, viwanja vipya vilipimwa na kadhalika. Hivyo hatuna budi kuendelea na zoezi hili kuhakiki na kukusanya taarifa za anwani za makazi ili kuwa na kandidata yenye taarifa sahihi zitakazosaidia kufikisha huduma kwa wananchi wetu. Dhamira ya wizara inakwenda sambamba na maelekezo ya serikali ya kuunganisha mifumo yote ya kutolea huduma. Mfumo wa anwani za makazi umeunganishwa na mifumo mingine ya kutolea huduma ili kusaidia serikali kutoa huduma bora kwa wananchi, ikiwemo huduma zinazohitaji kufikishwa majumbani. Afisa Tehama Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, kitengo cha anwani za makazi, Rehema Chiro, amesema zoezi hilo litadumu kwa siku 14 jijini Mbeya, ambapo watapita kila nyumba kuhakiki na kuhuisha taarifa za makazi, na wananchi ambao taarifa zao zimekosewa zitarekebishwa na kuingizwa kwenye mfumo,
huku baadhi ya wenyeviti na watendaji wa mitaa wamekiri kuwepo na changamoto za anwani katika maeneo yao. Ni mategemeo yetu kwamba tupitie hizo anwani ambazo zilikusanywa, lakini na zile anwani ambazo hazikupitiwa wakati wa zoezi lililotangulia. Kwa hiyo tunategemea kuwa na anwani zaidi ya hizo 481 katika halmashauri ya jiji la Mbeya. Kuna baadhi ya wananchi walilukwa na hawakupata namba za anwani ya makazi. Kwa hili zoezi ambalo tunajifunza hapa litaondoa yale malalamiko kwa wananchi, kwa kila mwananchi atapata anwani za makazi. Changamoto kwenye mtaa zipo juu ya nguzo ambazo zinawekwa na pia vibao. Sio wananchi wote ninawaelewa. Mwananchi mwingine haoni muhimu wa kile ambacho kimewekwa pale, ikiwemo nguzo au kibao kinachotambulisha barabara na hata nyumba. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimax Apolinari, Channel 10. Askofu mkuu wa kanisa la Nayoth Gospel Assembly Dr. David Mwasota amesema mwanamke ndiye kiongozi namba 1 wa familia, hususan katika malezi ya watoto, kukua kiroho na kuwa na tabia njema kwa jamii. Kauli hiyo ametoa wakati akifungua kongamano la wanawake wa kanisa hilo jijini Dar es Salaam ambalo limeshirikisha zaidi ya mikoa 15 nchini, ambalo limejikita katika kutoa elimu na mafunzo kwa wanawake katika malezi, akieleza kwamba kanisa hilo limekuwa likifanya makongamano kwa ajili ya kuwajenga wanawake kiroho na kueleza kutunza familia ili kuepusha watoto ambao hukimbia majumbani kutokana na malezi duni. Na kongamano ni namna ya kuwajenga ili waweze kukaa vizuri na kujua umuhimu wao na kuwatia moyo katika kazi zao. Alafu kijamii pia, jamii nzuri ambayo wamama wamekaa vizuri itakuwa nzuri. Kwa hiyo tunapofungua kongamano kama hili, kusudi kubwa sisi ni kuwasisitizia umuhimu wao katika jambo linalohusika. Sisi tuko hapa kuwaimarisha wanawake katika ndoa zao, wapende waume zao. Tuko hapa kuwaimarisha wanawake, wapende watoto wao, yani kufanya jamii iwe sehemu nzuri ya kuishi. Mwanamke ana nafasi kubwa sana ya kuomba kwa ajili ya jamii, ya kuomba kwa ajili ya watoto, ya kuomba kwa ajili ya wanaume, na ufumbuzi mkubwa wa mwanadamu uko mikononi mwa mwanamke. Ndio maana ni muhimu sana wanawake wakashiriki kongamano kama hili ili kusudi waweze kuwa equipped au kuvaa silaha na kuandaliwa kwa ajili ya kusababisha ukombozi kwa jamii ambayo haijakombolewa bado, inayomhitaji Mungu, hasa katika jamii tulionayo siku za leo. Mwanamke ndiye mama, mwanamke ni mlezi wa familia. Kwa hiyo familia isipokuwa na mama imara au mama bora, tunapoteza kizazi chetu. Mama ndiye anaelea watoto, anatulelea mtu ambaye anakuja kuwa rais, anatulelea wachungaji wajao, lakini mama ni kila kitu. Kwa msingi mkubwa wa mtoto katika ukuaji wake ili aje kuwa mtu bora unaanzia kwa mama ambaye ndio mlezi kimajukumu. Wagombea ubunge na udiwani wa Chama cha Mapinduzi katika jimbo la Ngorongoro wameeleza dhamira yao ya kupigania ongezeko la bajeti ya maendeleo ya halmashauri ya wilaya hiyo kutoka shilingi bilioni 88 ya sasa hadi kufikia shilingi bilioni 200 ili kufanikisha utekelezaji wa miradi ya kijamii na kiuchumi. Katika mikutano ya kampeni iliyofanyika katika kata za Arash na Piaya, wagombea hao wameahidi kusukuma mbele ajenda ya maendeleo, ikiwa ni pamoja na kuboresha huduma za afya, elimu na kupunguza migogoro ya ardhi. Sisi tumesimama na Chama cha Mapinduzi na tumeamua kwamba tumchague Mama Samia awe rais wetu kwa awamu hii miaka 5 inayokuja, kwa sababu ya umakini wake na kwa sababu ya upendo wake alionao ndani ya wilaya ya Ngorongoro. Ilani yetu ya mwaka huu ya awamu hii ya uchaguzi imesheheni miradi mingi mno, na mimi nitaenda kuhakikisha kwamba hiyo ilani inatekelezwa kikamilifu katika wilaya yetu ya Ngorongoro, ili bilioni 88 ya miaka 4 iliyopita iongezeke ifike bilioni 200. Kwa upande wake, mgombea udiwani wa kata ya Arash, Matthew Siloma, amesema ukosefu wa maeneo ya malisho umeendelea kuwa changamoto kubwa kwa jamii ya wafugaji na kuwalazimu hatua za haraka kuchukuliwa. Kilio chetu ni malisho ya mifugo.
Daktari Samia Suluhu Hassan kwa tume aliyoiunda mwaka jana. Tunajua tume ile itakwenda kupeleka majibu kwake, na tunaamini atakwenda kutoa majibu stahiki kwa changamoto tulizo nazo. Katika mkutano huo, kiongozi wa mila wa jamii ya Kimaasai Laigwana Nikonini Martin ameungana na wananchi wa jimbo hilo kuiomba serikali kuzingatia changamoto zinazowakabili wafugaji, huku akieleza matumaini ya jamii hiyo kwa viongozi wa CCM. Wakamueleze Mheshimiwa Rais ambaye tutapiga kura nyingi kwake kwamba tuna shida kubwa sana. Kwa sababu kama ni kura tutapiga kwa CCM. Lakini kwa hawa ambao mimi nawapa kura inafaa zaidi wakasikiliza changamoto zetu pia. Wagombea hao wanatarajia kuendelea na kampeni katika kata nyingine za wilaya Ngorongoro, huku wakiahidi kushirikiana na serikali katika kutatua changamoto zinazowakabili wananchi. Jamila Omar, Channel 10, Ngorongoro, Arusha. Imeelezwa kuwa kwa sasa ili kuongeza ufaulu kwa wanafunzi shuleni, sekta ya elimu haina budi kutumia njia ya ufundishaji ili kupenda shule na kupunguza utoro. Hayo yameelezwa na kamishna wa elimu Dr. Liabwene Mtahabwa kupitia taarifa iliyosomwa na mkurugenzi mkuu wa Taasisi ya Elimu Tanzania Dr. Anet Komba katika kusherehekea miaka 5 ya mafanikio ya ujifunzaji kwa mbinu ya michezo Tanzania, yani Play Matters, mradi ambao umefanyika katika wilaya ya Kasulu na Kibondo mkoani Kigoma na kuonekana kuwa na mafanikio. Hili ni kuongezeka kwa mahudhurio shuleni, hivyo ni motisha kwa wanafunzi kushiriki katika ujifunzaji na ufundishaji. Vile vile kupungua kwa utoro na uchelewaji wa wanafunzi shuleni. Aidha, baada ya uanzishwaji wa mradi wa Play Matters, wanafunzi wamekuwa na ari ya kupenda shule na kufika kwa wakati ili kujifunza zaidi. Katika utekelezaji wa mradi huu tulikutana na changamoto ya mtazamo wa kiutamaduni ambao baadhi ya wazazi walidhani kwamba matumizi ya mbinu ya michezo ni kupoteza muda na hivyo watoto hawajifunzi vizuri. Tunashukuru ushirikiano wa serikali na ofisi ya elimu katika kuendelea kutoa elimu ikiwa na play kama mbinu ya kujifunzia na wala sio kucheza kama ambavyo baadhi ya wazazi walidhani. Na katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, shirika la Plan International kupitia mradi huu imefikia jumla ya shule 52, shule 31 zikiwa ni shule wenyeji katika wilaya ya Kibondo na shule 21 zikiwa katika makazi ya wakimbizi Nduta, kwa kutoa huduma na vifaa mbalimbali ikiwemo nyenzo za kufundisha na kujifunzia. Kuna mambo mengi sana ambayo tumeyaibua kule vijijini na katika shule zetu yamekuwa yana msaada mkubwa sana. Kwa hiyo mradi huu wa Play Matters tunatambua kwamba unaenda kuwa mwisho, lakini sisi kama mabalozi ambao tumeandaliwa tutahakikisha kwamba tunaenda kuwa kioo kwa walimu wenzetu, lakini pia tutaenda kujitoa kama tunavyoendelea kujitoa kuhakikisha kwamba walimu wenzetu hiki tulichokipata na wao. Na ligi kuu ya Tanzania bara iliendelea hapo jana kwa mchezo mmoja uliochezwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa ukiwakutanisha Simba na Fountain Gate katika mchezo huo ambapo Simba iliibuka na ushindi wa goli 3-0 ikiwa ni mechi yao ya kwanza ya msimu huu wa ligi. Mabao ya Simba yalifungwa na Roshan Deruk dakika 5, Jean Charles Ahoua dakika 36 na Jonathan Soa yaliyokamilisha ushindi huo kwa kufunga bao la 3 dakika 57. Ushindi huo umeifanya Simba kujikusanyia alama 3 na kupanda hadi nafasi ya 5 kwenye msimamo wa ligi kuu. Ikumbuke kuwa huu ulikuwa mchezo wa kwanza kwa Simba bila kocha wao wa zamani Fadlu Davids ambaye amejiunga na Raja Casablanca ya Morocco. Na mtazamaji, mwisho wa habari ya asubuhi njema, endelea kutazama Channel 10.